Habari za kisiasa kutokea kule Ulaya zinaonyesha mabadiliko makubwa ambayo yanaendelea kutokea. Hali ya usalama barani Ulaya inaendelea kuwa tata kutokana na vitisho vya Vladimir Putin na sera za Trump ambazo mara nyingi hazionekani wazi. Jumapili hii viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakusanyika Copenhagen kujadili mustakabali wa kikundi hiki, lakini changamoto ni kubwa kuliko hapo awali. Wiki iliyopita ndege za kivita za Urusi ziliruka ndani ya anga ya NATO, jambo lililosababisha hotuba kali kutoka kwa Trump na viongozi wa Umoja wa Ulaya wakiahidi kuwapiga chini kama inahitajika. Zaidi ya hayo, uwanja wa ndege wa Copenhagen ambao viongozi wengi wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kufika ulikumbwa na mashambulio ya droni yaliyosababisha ucheleweshaji mkubwa wa ndege. Denmark ilieleza shambulio hilo kama shambulio la mchanganyiko, hali ambayo inabainisha hatari zinazowakabili viongozi wa Ulaya. Hali hii imesababisha mkurugenzi wa tume ya Ulaya ndugu Ursula von der Leyen, aliyewahi kuwa waziri wa ulinzi wa Ujerumani, kusukuma mpango wa kujadili uwezekano wa kijeshi wa Umoja wa Ulaya kwa kina zaidi. Miongoni mwa mipango ambayo imependekezwa na kuanzishwa kwa utata wa droni, mfumo unaweza kugundua, kufuatilia na kuharibu droni zinazohatarisha usalama wa anga za Ulaya. Lakini changamoto kubwa ni jinsi Ulaya yenyewe ama Umoja wa Ulaya inavyoweza kujibu vitisho vya Moscow huku ikibaki na mtazamo wa umoja. Rafael Rossi, mtaalamu wa sera za ulinzi katika European Council of Foreign Relations, anasema ni vigumu kupata mlingano wa kuzuia kati ya vitisho vya Urusi na kauli zisizothabiti za Rais Trump. Lengo ni kuhakikisha kwamba matukio haya hayabadiliki kuwa mgogoro mkubwa au kupelekea vita kamili. Poland imepiga ndege za kivita na kufunga anga fulani baada ya shambulio la Urusi dhidi ya Ukraine, huku Rais Volodymyr Zelensky akionya kwamba Kremlin inaweza kulenga nchi nyingine baada ya Ukraine. Hali hii inaonyesha wazi kuwa hatari si ya sasa tu, bali ni ya muda mrefu pia. Kujenga umoja wa kijeshi barani Ulaya si rahisi. Bado kuna mabishano kati ya viongozi kuhusu bajeti na namna ya kugawanya fedha. Hata kwa nchi zinazopinga sera za Moscow kama Hungary, kuongeza bajeti ya kijeshi inasaidia uchumi wao. Lakini nchi nyingine kama Spain, Uholanzi, Sweden na Ujerumani bado zina wasiwasi kuhusu deni la umma na gharama za kusaidia Ukraine. Ursula von der Leyen amependekeza kutumia mali zilizofungiwa za Urusi, takribani euro bilioni 140 kama mkopo wa fidia kusaidia Ukraine. Lakini waziri mkuu wa Hungary ndugu Viktor Orban amekuwa kikwazo. Tume ya Ulaya ina mpango wa kisheria kuendelea bila kushirikiana na Hungary na kutomshirikisha kabisa, jambo ambalo linaonyesha jinsi Umoja wa Ulaya inavyokusudia kutenga viongozi wanaopingana na sera za umoja. Jumapili hii viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakusanyika Copenhagen wakijadili njia za kuongeza ulinzi na kuunga mkono Ukraine. Lakini changamoto ni kubwa. Umoja wa Ulaya bado haujakabiliana kikamilifu na Putin. Haina mfumo wa dharura wa kuzuia mashambulio na njia zake za kisiasa ni chache. Huku Max Bergman, mtaalamu wa CSIS, anasema Ulaya haionekani kuwa tayari kuingilia kati kwa vita kikamilifu. Kila hatua lazima ichukuliwe kwa uangalifu, kwani kosa dogo linaweza kupelekea tukio la Francis Ferdinand na kuanzisha kwa mgogoro mkubwa. Hii ni historia inayoendelea kuandikwa. Umoja wa Ulaya chini ya vitisho vya Putin na sera zisizo thabiti za Marekani unapaswa kubadilika haraka. Je, Umoja wa Ulaya itafikiwa kuunda umoja wa kijeshi na kulinda bara hili, au itabaki katika hali ya tahadhari ikihofia kila hatua ya maadui wake? Muda pekee ndio ambao utatoa jibu juu ya hiki ambacho kinaendelea.